Hii ni Udambwi Media. Karibu sana msikilizaji na mtazamaji wa Udambwi Media. Ni siku nyingine tena. Langu jina ni Zainabu Hemedi. Na kukaribisha kuweza kuangazia msiba wa Papa Francis. Usisahau kusubscribe lakini pia kucomment na kulike habari zetu ambazo unazitazama. Waombolezaji takribani 250,000 wameshiriki kuaga mwili wa Papa Francis katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican. Shughuli iliyohitimishwa jana Ijumaa Aprili 25 mwaka huu kwa kufungwa jeneza lenye mwili wake. Taarifa ya mtandao wa Vatican News inasema ibada ya kufunga jeneza ilifanyika saa 2 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na Kati, saa 3 usiku, ikiwa ni maandalizi ya maziko yanayofanyika hii leo kwenye kanisa kuu la Bikira Maria Mkuu. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa miongoni mwa marais walioshiriki kuaga mwili wa Papa Francis ni Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Pia inaelezwa wafalme, maraisi, mawaziri wakuu kutoka mataifa zaidi ya 150 duniani na maelfu ya waumini wanatarajiwa kushiriki misa ya mazishi ya Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 aliyefariki dunia Aprili 21 akiwa katika makazi yake kwenye nyumba ya Mtakatifu Marta. Ibada hiyo iliongozwa na kama lengo wa kanisa takatifu la Roma, msimamizi wa maadhimisho ya liturujia Kardinali Kevin Farrell. Askofu Mkuu Diego Lavelle alisoma hati ambayo iliwekwa kwenye jeneza mwishoni mwa maadhimisho hayo. Maadhimisho hayo yalifanyika kwa mujibu wa maagizo ya kanuni ya mazishi ya Papa wa Roma yaliyohitimishwa saa 3 usiku hadi saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na Kati. Papa Francis ambaye jina lake la kuzaliwa ni Jorge Mario alizaliwa Disemba 17 mwaka 1936 nchini Argentina. Ibada ya kufunga jeneza lake ilihudhuriwa pia na ndugu wa familia yake. Miongoni wa viongozi watakaohudhuria misa itakayofanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatican ni Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mara kadhaa aliingia katika mivutano na Papa Francis kutokana na kutofautiana mitazamo kuhusu sera ya uhamiaji. Misa hiyo pia itahudhuriwa na marais wa Argentina, Ufaransa, Gabon, Ujerumani, Italia, Ufilipino, Poland na Ukraine, mawaziri wakuu wa Uingereza na New Zealand na pia familia za kifalme kutoka Ulaya. Baada ya misa, jopo la viongozi wakuu kutoka Secretariat kuu ya Vatican litasindikiza mwili wa Papa hadi kwenye kanisa kuu la Bikira Maria Mkuu ambako atazikwa. Wakati wa kuhamisha jeneza kupitia lango kuu la kanisa kuu la Mtakatifu Petro, maofisa wa ngazi za juu kutoka mataifa mbalimbali watakuwa upande mmoja wa nguzo za mawe wakitazamana na makardinali waliokaa upande mwingine. Kardinali Giovanni Battista, dekano wa baraza la makardinali, ataongoza ibada ya mazishi na hatimaye kuzikwa Papa kwenye kanisa kuu la Bikira Maria Mkuu. Papa Francis aliyehudumu kwa miaka 12 alijikita kuwatetea maskini na waliotengwa, huku akizitaka nchi tajiri kuwasaidia wahamiaji na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Akiwa na sifa ya unyenyekevu, anatarajiwa kuzikwa akiwa amebeba msimamo huo kukiwa na mabadiliko aliyoyafanya katika ibada za mazishi ya mapapa. Wakati mazishi ya mapapa Yohane Paul wa pili mwaka 2005 yalidumu kwa saa 3, ibada ya leo Jumamosi Aprili 26 inatarajiwa kuchukua dakika 90. Katika wasia wa maisha ya kiroho aliuandika Juni mwaka 2022 tarehe 29, Papa Francis aliomba kaburi lake liwekwe kwenye kikanisa cha Bikira Maria Afya ya Warumi. Pia alitaka kaburi lake lichimbwe ardhini rahisi bila mapambo maalumu, bali libaki likiwa na maandishi ya kipekee Franciscus. Italia imefunga anga ya juu la jiji la Vatican City na kupeleka majeshi ya ziada yakiwemo makombora ya kujihami na ndege na boti za doria. Baada ya maziko ya Papa Francis, makardinali watakuwa na mkutano maalum wa faragha kuchagua papa mpya. Na hivyo ndivyo mazishi ya Papa Francis yatakavyofanyika. Usisahau kusubscribe, yani kubonyeza kialama cha kengele ili uwe wa kwanza kuweza kuzitazama video zetu, lakini pia usisahau kucomment, kulike na kushare link ili na wengine waweze kufaidika na Udambwi Media. Langu jina Zainabu Hemedi.